السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa kwenye vikao vyetu vyema vya tafsiri ya kitabu kitakatifu cha Mungu katika juzu ya 30 kwenye suratu Duha katika aya ya 9, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kumwambia mtume, fa ammal yatima fala taqhar. Hii ni aya ya 9 katika aya 11 zilizokusanywa na sura hii tuliyonayo. Mwenyezi Mungu amwambia mtume, fa ammal yatima fala taqhar, ama yatima basi usimwonee, usimdhulumu. Yatima usimwonee, yatima usimdhulumu, aambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu. Na huyo anayeambiwa yatima usimwonee, yatima usimdhulumu, yeye amepita kwenye sifa hizo, yeye amepita kwenye uyatima. Sasa aambiwa yatima usimwonee na yatima usimdhulumu. Kwanza hapa tu tunapata funzo gani? Funzo tunalolipata ni kwa kuwa ukipita kwenye kozi fulani, ukipita kwenye kozi fulani katika safari ya maisha yako, vyovyote itakavyokuwa, basi hutukua taaluma na ukatukua maarifa kwa lile ulilolipitia. Na bila shaka alopita kwenye funzo huwa mwekevu katika kufunza, alopita kwenye mafunzo huwa hodari na mwekevu katika kufunza. Sasa huyu amepita kwenye matungu ya uyatima na hisia za uyatima, anavyohisi. Mtu akimkosa babake kweli huwa vipi? Maisha yake huwa vipi? Kwenye mujtamaa huwa akijihisi vipi? Alizipita kozi hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye kuyapita haya abuniwa mafunzo, yeye awe ni mwalimu wa hawa, na kila mfuasi wake awe atachukua mafunzo wenye kuwapa taaluma hawa waliotukua sifa za mwalimu aliyepitia kwenye kozi hizo. Nitawapa mfano mwingine. Mfano mwingine ambao pengine tutatoka kweli hili la kuambiwa mtume yatima usimwonee na usimdhulumu, ni kwa kuwa yeye amepita kwenye hilo. Sasa lazima awe na mwalimu yeye
wa hao. Lakini jambo kama hujalipitia, hata kama utasimama nalo, lakini kutakuwa na shida fulani. Mfano ambao ni ya wake, mfano tukiata kwa upande wa mayatima, kama hujaonda tabu ya vita pahala, wewe utakuwa ukiomba mno vita hapo pahala. Kwa nini? Kwa kuwa hujajua udhia wa vita pahala. Hata katika nchi yako, wale unaowasikia huomba mavurugu katika nchi, hata kama vita litukue hili, mjue ya kuwa hajaonda matungo ya vita. Lakini angalia, alojua matungo ya vita, tabu ya pahala kuwa na vita, haombi vita, na vikitaka kutokea huwa mwalimu wa kusairi mambo ili lisipate kutokea. Ndivyo jinsi Qur'ani inavyotambia. Na kwa hapa tutukue mafunzo kwa kila upande. Alopata taaluma ya jambo hupewa jukumu wa hilo jambo. Kwa nini? Kwa kuwa mwalimu wa hilo jambo. Tajiri hakuambiwa usifunge Ramadhani, lazima afunge kwa sababu ni muumini. Lakini kozi anazozipata tajiri kwenye kufunga siku 30 ama siku 29 ni kozi za uvumilivu na utungu wa ndaa. Sasa ule utungu wa ndaa ndio huwafikiria wenye ndaa ambao hawana mapato wa siku zote, ni leo kupata kesho kukosa. Sasa kwa mwezi mmoja tu, hii saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inaweza kumpa funzo kubwa wale wenye nazo, wale ambao hawahisi ndaa siku zote. Sema kweli, hawa sisi twafaa kuwasaidia. Ina utungu ndaa na mengine mengi kwenye mifano. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilipitia hili tena kwenye ujana wake, akaipata ile tabu ya mtu kuwa yatima. Sasa ndio utakuta makala ya Mtume kuhusu mtoto yatima, msimamizi yoyote wa yatima sikufanya mchezo kwa mayatima, wallahi billahi. Lakini leo kuna blanda kubwa sana na kuna mchezo mkubwa sana unachezwa. Lakini kama ulipulika ukayasoma, ukamsoma Mtume, kisha na yale aliyonena na majukumu aliyopewa kuhusu huyu mtoto, sio mtu angekuwa na hali ya tahadhari kubwa sana kwa hawa vijana. Na kama utalitukua hilo jukumu, utamweka Mungu hapa, Mungu umweke mbele, kwa dhuluma zozote zisipitike kwa jina la yatima, wala udhalilifu yoyote usipite kwa jina la yatima, wala isiwe mapacho yako na uchumi wako na faida zako na maisha yako kupitia huu kijana. Hatari sana. Kwa hiyo tuate wafasiri walioyazungumza kwa mujibu wa aya ya 9 la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume, fa amma yatima fala taqhar, ama yatima basi usimwone, usimdhulumu, usimpokonye yatima haki yake, mali yake usiapure, usijitajirishe kwa haki za wasiokuwa na wazee, usifaidike wewe na wazee wako ntangani na wameacha za wasaa wa watoto wao, wasaa ukautukua wewe na wasaa ukaupata wewe na watoto wao wako, na wale ambao yatima wakawa
yatanazzahuna wa yataraddaduna fi turuqi wal aziqa yatakaffafuna an-nas. Katika Safwatu Tafasir ya Muhammad Ali asema hivi: fa amma al-yatima fala tahtaqiru, ama yatima usimdharau. Kwanza yatima usimdharau. Wala taghlibuhu ala malihi, wala usimughilibu juu ya mali yake. Angalia, nimetumia lugha usimughilibu kwa sababu kila mtu ajua kumughilibu mtu humughilibu kinamna gani. Hata wewe mfano uweza katika mazungumzo tu, ikiwa taka kumpiga mtu dafarau ukampa kipimo huyo, naweza kumughilibu ama siwezi kumughilibu katika mazungumzo tu. Mara ukaona hapa huyo naweza kumughilibu, ukamughilibu kimaneno, hatimaye ukandhulumu kwa sababu ushampima na mweza alivyo. Lakini kuna watu wengine hata ukajaribu namna gani kumughilibu huwezi, na ukifanya mchezo atakughilibu wewe na uhodari wako. Kuna wanaume katika ulimwengu. Sasa waambiwa usimughilibu yatima, usifanye usimughilibu. Angalia, ndio ukaona sharia ilivyopangwa. Umepewa jukumu la mali ya mayatima kumshikia, waambiwaje? Yashike, hatimaye iwe kuna mtihani wamfanyia ule mtihani yatima kwa mali yake, kumwangalia aweza kuchukua majukumu, ni mkabidhi haki yake kuweza kutumia katika zile pesa zake. Kipata na tamayuzi kidogo, unamvutia kidogo. Sasa kumwangalia kwa ntana nzima, umempa shilingi 5,000 ama 3,000 katika mali yake. Akitoka akirudi nkavu, bado huyo bado yastahiki mali, bado ni adhabiti. Naambia una adhabiti na mfano zile ambazo umempa kwa testing akazipiga dafarau. Je, wewe utapata madhambi? Wewe upate madhambi kwa sababu umeambiwa akifikia kiwango fulani mjaribu, ili upate maamuzi ya kuweza kukabidhi haki yake ama kutomkabidhi. Ukimpa kirudi hana chochote, bado ni mbadhirifu, akili hazija. Sasa usimughilibu kwa kumuona bado hajaweza kukabidhi na kudhabitia mwenyewe, ukaona mimi maadamu nina power, nimeachiwa hili jukumu la kuzishika hizi pesa zake, basi itakuwa kizifanyia matumizi nitakavyo. Na haya ndugu zangu katika imani, na taayashu ndio tunaoishi nayo, ndio yanaofanywa vana va baba uko hai, wawe husoma na kusomeshwa maskuli mazuri, madaris mazuri, na fizi zinazotoka ni wirathi ulioachwa wa mtoto yatima. Ndio anaopitika, hilo halipingiki kabisa. Na pengine mtoto wa yatima asipate haki yake ya kimasomo, si dini si dunia, na hali ya kuwa pesa ziko na wakatajirika wengine. Ukisikia kuna hisabu, si masala ya mdomoni, hisabu iko kwa kuelisha, tena sio hisabu ya kimchezo, pana hisabu ya kihakika. Na hiyo siku ni siku ambayo inaitwa yauma tubla sarair, siku ambayo siri zitafunuliwa wazi. Kiufupi, kwa lugha yetu naweza kusema siku ambayo tutaivana. Hivi sasa hatuivani, lakini iko siku tutaivana. Mpaka kwenye kuivana kwetu sema, ala, kumbe ilikuwa ni hivi.
hata sikukufikiria. Yauma tubla sarai. Kisha ata yauma tubla sarai, kuna hadha yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Hii ndio siku ya upambanuzi, ndio siku ya mambo kuwekwa wazi. Vijana wa kiyatima wamesimama hapa mbele ya Rabbul Izza jalla fi'ala, na wanalia na wafanye mashtaka, wamwambie Mwenyezi Mungu, tuulizie huyo aliyopewa jukumu la mali ya baba yetu. Baba yetu akawa hayuko kwenye maisha yote, sisi tumedhalilika na pesa tulikuwa nazo, atiwe kesi Mwenyezi Mungu na zitapambanuliwa. Sasa wewe ndio utajibisha. Iweje wadhalilike, wawe hupita mabarabarani wakisumuliwa na wakigonga, wakifukuzwa na wakipewa vilalo vya chakula, na hali ya kuwa walikuwa wana pesa za kufanya lolote walitakalo? Kumbe ni udhalimu uliopita, na haya yako. Nitakupa mfano hata yafafanuliwe kulingamana na Mungu mwenyewe aliofafanua. Haya nisema si yangu, na kurudisha usahali wa kufahamu kwa lile ambalo mtalifahamu kuweza kulifahamisha. Mkana mfano wa mali ya wirathi. Baba amekufa, ameacha mali, kilichoachwa fanyeje? Mmekufa, mmeata mali, ale mali nilioachwa kule nyumbani kuweka museum, haki inafanywaje? Yagawani. Si mali baba ameata rundiko la mali, alhamdulillah. Wakati wengine wazee hufa wakata tarika ya kikweli kweli, haziangaliwi ni show, wala ikawa kila siku wewe ndio kama uzihesabu tu, uzihesabu kivucha moja moja, uzihesabu kivucha moja moja. Hapana, wirathi huitwa wirathi, na tarika ni mali yaloachwa, kilichoachwa na aliyeacha hugawa kwa waliobakia. Hupurwa kiasi gani mali yaliyoachwa na mzee, mpaka kutakapotoka uamuzi hugawe fungu utakalolipata, la yusmin wala yuni min juu. Na ulikuwa wewe ukipewa fungu lako waweza kutoa muradi ukaendelea maisha yako na watoto wako, pengine mpaka wewe ukafa ukawa ushawasetia watoto wako ambao ni wajukuu wa babu yao walioenda mbele za haki. Pana dhuluma katika dunia kweli kweli, pana dhuluma kweli kweli shehe. Lakini kudhulumiana ni hapa hapa, na wewe ukimdhulumu mwenzako utandhulumu ishinde kwa pawa na nguvu. Kwenye haki yake mtu iwe inatoka matone, chozi la damu la tiririka, la kufanya hana, kwa sababu umeshinda pawa. Kwa Mungu hupotea kitu? Kwa Mungu hakupotei kitu. Wanadhau almawazina alqista liyaumi alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dhulumu duniani, lakini kile ulichokidhulumu kitakusonga mbele ya safari, na kile ulichokidhulumu, subhanallah, ndio utakuwa chombo wewe cha kubeba dhambi za uliowadhulumu, na pia wema uliofanya itakuwa faida kwa uliowadhulumu. Maana alofilisika duniani, hata maswahaba walijibu Mtume vile vile tunavyojua mtu kufilisika. Mtu kufilisika duniani, kufilisika kweli nini? Nani tajibisha nini kufilisika? Mtu akikuuliza kufilisika nini? Kupata hasara. Lakini unaweza ukapata hasara lakini ukawa unacho chochote, huna chochote, huna kitu, ndiko kufilisika. Maswahaba ndivyo walivyofahamu walipoambiwa atadruna manil muflisu, walisema muflis ni yule ambaye hana dinari wala hana dirham, na sio kwamba si maana kufilisika.
Ndio maana kufilisika duniani, lakini tunataka kujua maana ya kufilisika huko kesho akhera. Ni vipi? Akaambia kufilisika ni alokuja siku ya Kiyama, akawa amenchukana huyu, amenlani huyu, amempiga huyu, amendhulumu huyu, amemwaga damu ya huyu, amentinda huyu, amendunga kisu huyu, amempiga kipanga huyu, akaja na wote hao mafumu. Lakini juu ya yote hayo ana na swala ye, pengine ana na saumu 2 tatu, ana na mambo fulani mema. Sasa kwa taka kulipwa walodhulumiwa na huyu bwana. Kwa hivyo talipa nini? Hakuna dinari wala hakuna dirham. Moyo safi wa mtu ndio kubaliwa na amali yake njema. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hakuna mali kujikomboa nayo wala watoto kujikomboa nayo isipokuwa alokuja kwa Mungu na moyo safi. Uwe si safi, unuka wizi, una nlolongo mbele ya Mungu, waketizie hungoja ni huu bwana. Baada kutupiga dafarao tulikuwa hatumvuni kamwe kwenye ulimwengu. Sasa huna cha kulipa, sio safi. Amal salih zako, swala zako zote zichukuliwe apawe fulani, saumu zako zote zichukuliwe apawe fulani, mema yako yote achukuliwe apawe fulani. Bado wadhulumu, bado madhalama ziko. Kutukuliwe madhambi sasa ya hawa wadhulumu, upachikwe nao, ukokotwe, utupwe katika jahannam. Huko ndiko kufilisika. Kwa hivyo sitaka uchunge sana na masala ya mali ya mayatima. Chunga sana, na uangalie zile onyo zilizotolewa katika Qur'ani tukufu. Ukaiona kitu rahisi, si kitu rahisi. Kwanza jamani, kuna jukumu rahisi, kuna kitu kinachoitwa jukumu, kisha useme ni rahisi. Hakuna jukumu rahisi. Ukibeba jukumu, ulilolibeba ni gumu. Ni kujitahidi ulitekeleze, na umuombe Mungu taufiki ulitekeleze namna itakiwao. Tayeb, Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, fa ammal yatima fala taqhar, yatima basi usimwone. Kwa nini? Wajua utungu wa yatima wewe, hisia za kuwa yatima wazijua. Kwa hivyo hakuna kitu kitakiwacho kinachoitwa maonevu ya kumwonea mtoto yatima. Tayeb, fa ammal yatim fala tahtaqir, usimdharau, wala taghlibuhu ala mali, wala usimughilibu kwa mali yake. Kama mpiga chenga hivi maneno ulaghai kwenda ni Idi, kesho kutwa una watoto wa mayatima ni 2, basi kwenda kununua nguo za wanavo 6 kwa watoto mayatima 2, na watoto wako 6 ukafanya nini? Makosa. Ngoja nawe ufe uvatie wanavo. Ale si mali ya watoto wako, mali ya baba hawa watoto ambao wako. Hata kama sasa waambiwa pia una matumizi wafaa kutumia, hata Mungu ametuambia wala taakuluha israfan wa bidara, usidhibugie na kuzipapilia, lakini kwa namna ambavyo hakuna budi, lazima nawe upate matumizi katika kuwatumikia. Hilo tumewekewa kwa ramani na dira mzuri, lakini kwa huzibugia, huzifanyia biashara faida kwako na vanavo na wake zako. Na kama una mke mmoja ukwenda ukachia na wa pili, kisha ukavoisifu mabarazani, mimi mathna kwa mahari ya kujepa, mathna kwa mahari ya mayatima. Mathna gani hizo? Utapata baraka gani za mathna na mahari yenyewe ni mali ya kujepa, mali ya wizi, mwizi wa mathna.
billahi alaik, pana hisabu kweli kweli. Qala Sufyan, la tadhlimu bitadhi'i malihi, usimdhulumu yatima kwa kuwapoteza mali yake. Huna haki kwa pesa za yatima, huna haki. Haki ulionao kwa pesa za yatima zile zitakazokusaidia kwenye usaidizi wako. Wataka kumpeleka kwa matibabu, kwenda naye, zitakazotumika upishi wa kumpikia, husemi sitotia mdomoni na mimi hatia yatima. Dini imetupangia mambo kwa nidhamu maridadi. Tayib, la tadhlimuhu bitadhi'i malihi, usimdhulumu kwa kuwapoteza mali yake. Wal murad, kusudio Sufyani asema kun lilyatimi kal abir rahimi, kuwa kwa yatima kama baba rahimu. Baba rahimu ni upi? Yule mwenye huruma na watoto wake, ndio kuwa rahimu kwa watoto wa watu. Na iko tofauti, hakuna tofauti. Wasemaje ukitukua jukumu la ulezi wa watoto wa ndugu yako, wameenda mbele za haki, watoto uliowachukua wanakuita wewe ami, si baba mdogo, basi pia kuwa rahimu kwa hawa wanaokuita ami, maana wewe ndio baba uliobaki. Si ikawa wanapata huruma watoto wako, basi wale watoto wa ndugu yako tena ikawa ndio vichwana na vitumwa wako, wakawa hawana uhuru tena, haki ya baba yao hayupo. Ndipo ukaona siku zote mtoto akinkosa mzazi, mtihani wake huwa ni mkubwa sana, billahi alayhi, kwa sababu namna atakavyofanya mtu kwenye malezi hafanyi kama mzazi mwenyewe alomzaa ule mtoto. Wako watu kujaribu wakawa hawataki wagusike, hawataki waudhike kwa jambo lolote, lakini pia hufiki mustawa aliofikia baba kwenye kumlea mtoto wake alomzaa wa halali wake, wala mama kumlea mtoto wake alomzaa kwa kubeba miezi 9 mimba kabisa. Kwa hivyo mamako ni yule mamako, asokuwa mamako si mamako, na mnataka kukua. Ulikariri kila pahala, mamako ni yule mzazi alokuzaa. Akisha kuondoka huna mama, alobaki ni ihsani, na hiyo ihsani mpaka apache mwenye kujua ihsani. Tena kwenye ulimwengu tulionao akhiri zamani hizi, tamaa tele watu, hakujaliwi mtu kujali haya mali ninayokula ni ya halali, ni ya haramu, ni ya kujepa, ni ya kuletewa. Ndivyo sivyo jamani? Kuna wangapi katika Waislamu hununua vingapi na wajua vya kujepa? Kuna wangapi katika Waislamu hununua vingapi na wallahi wajua kwamba kuanza kujepa? Maana mtu akikujiliana machairi 5 mapya, alifungua lini duka la machairi? Lini? We ni ntumuona nchaani hapa, au pengine kunyang'anyia kupakia watu kwenye matatu pale na kushusha watu. Mara amekujiliana tairi 5 mpya za kisasa, tena amekuuzia kwa bei ya chini, kama hakuna swasi, basi mitakupa na kadhaa. Wataka kunambia hawa Waislamu tulioko kwenye mujtamai huu, vitu walivyovijaza majumbani, wengi wao si wote, na madukani na mapambo walionao, hivi vyote vile wanavinunua kwa halali, kwa watu wanaofanya kazi ya halali. Mtu ana shamba akujilie na gunia 2 za nazi, basi huulizi? Hapana, nawe pia mwizi, nawe pia mwizi. Huna shamba nikuletee gunia la nazi, huwezi kumuuliza watoka nazo kwa wapi nazi hizo. Tumefahamiana? Ndio wanaopitika katika mujtamai wetu. Nasallallahu salam. La tadhlimu bitadhi'i mali, wal muradu
kun lilyatimi kal abi rahim, kuwa kwa yatima kama baba mwenye huruma. Faqad kunta yatiman, unaona hii Mungu kumwambia kwenye aya 9, fa amma yatima fala taqhar, ni kwa kuwa faqad kunta yatiman fa awaka Allah, wewe hakika ulikuwa yatima, Mungu akakupa makazi ukapata utulivu kabisa kwa yatima wako. Katika kitabu cha tafsiri fi dhilali al-Quran asema hivi, wa hadhihi tawjihat ila ikrami al-yatimi, na mielekezo hii katika kumkirimu yatima, na mielekezo hii katika kumkirimu yatima ni katika kumkirimu yatima, wanahi an qahrihi, na katazo la kumpuuza yatima na kumdhulumu, wa kasri khatirihi, na kuvunda moyo wake, ukawa humvunda moyo hata katika kusoma. Pengine ule mtoto wa yatima uko very sharp, mashallah, kwa madrasa kweli, kwa masala sekula kweli, wewe uliotokuwa jukumu la kumlea ukawa hasidi yake, ukawa wamfisha moyo. Sasa soma, kwani tapacha nini? Na hapo hapo mwanao asoma pia, tena kwa pesa unazozitumia wewe za huyu mwana unayemvunda moyo. Wewe usifanye mchezo, kuna hisabu kikweli. Wa idhlalihi, tena na kundhalilisha. Aambiwa Mtume, fa amma al-yatima fala taqhar. Hii hadithi inaokuja na itafsiri tu kimaana, yatupa maana na hupacha wema wenye kufanya wema kwa mayatima, lakini si hadithi iliyoswihi, ili tu isiwe mageni lau utaisikia pahala popote, lakini ni maqul. Khairu baitin fil muslimin, nyumba bora kwa Waislamu, baitun fihi yatimu yuhsanu ilayhi, ni nyumba ambaye pana yatima anaofanyiwa ihsani. Wa sharru baitin fil muslimin, na nyumba shari kwa Waislamu, baitun fihi yatimu yusau ilayhi, ni nyumba ambayo pana yatima anaofanyiwa uovu, anaofanyiwa maovu. Thumma qala bi isbu'ihi, kisha akasema kwa kidole chake. Hii ni hadithi sahihi kipande, ana wakafilu yatim, mimi na mlezi wa yatima, fil jannati hakadha, peponi tutakuwa hivi. Tena akazipanua vidole, tutakuwa hivi. Wa huwa yushiru bi isbu'aihi as-sababata wal wusta, akawa anashiria kwa vidole viwili, sababa na wusta. Wal hadithu rawahu al-Bukhari fi sahihi. Tayeb, kwa hivyo neema kweli kumlea yatima, ni neema kweli kumshughulikia yatima, lakini kumshughulikia itakiwavyo kushughulikiwa, si kumshughulikia kwa ujanja ya kuwa mapato yako, wala ni ndia ya tumbo lako. Hatari kwa hapo. Qala al-Qurtubi, Qurtubi asema katika tafsiri yake, wa khussa al-yatim, amehusishwa huyu yatima kutajwa, liannahu la nasira lahu ghayru Allah, hana mwenye kumnusuru asiyekuwa Mungu. Mathalan, ni mtoto mdogo ameatiwa mali ameatukua, ni amam ndio walioko, baba ashaenda mbele zake za haki, nusra yake iko kwa nani? Mtoto iko kwa Mungu, na pengine awe ameachwa ni yeye tu peke yake na ni mtoto mdogo, nusra yake iko kwa Mungu, hana wa kumtetea isipokuwa Mungu. Maana pesa ikiwa ameachiwa ni nyingi, venye kuchunga pesa pataka imani, au vipi hapo jamani? Hapa bila ya imani utapururuka, na hupururuka wengi sana. Usipochunga kwenye hizi, rafiki yangu, sio ni hatari. Mungu atuhifadhi sote kwa haya. Hili ndilo la kuomba, Mungu atuhifadhi sote. Lakini hapa waweza paka kunjepea Mungu,
hapa mpaka Mungu aweza kunjepea. Kunjepea Mungu vipi? Nyumba bora takatifu azipendazo Mungu ardhini, nyumba gani? Safi. Na hani maandiko na hadithi sahihi. Katika ardhi nyumba bora anazozipenda Mungu ni misikiti. Ndipo mpaka misikiti ikapata idhafa inayoitwa idhafatu tashrifi, wa anna almasajida lillahi, akaitegemezea yeye mwenyewe. Na kitu Mungu kitegemezea mwenyewe chajulisha utukufu wa kile kitu. Misikiti nyumba takatifu anazozipenda Mungu. Ndipo akasema wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sawa. Sasa kunyepea Mungu vipi? Misikiti ndaki ameitegemezea kwake. Atoke mchua Mungu wa kutaka kumjengea Mungu, kwa sababu mtume wa Mungu ameeleza katika hadithi yake, yoyote mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Mungu, basi Mungu atanjengea nyumba peponi. Sasa wale wadosi wenye nazo huwa wamevutika kwa hadithi hii ya kuwa leo nikijenga nyumba hii ardhini kumjengea Mungu, atanijengea kasri peponi. Mimi nitaka kasri la peponi penye maisha ya kudumu dawama, maisha ambayo ni sarmadan la nihayata fi, maisha ya kuendelea sokoni. Basi akasema haya, takuja kukupa wewe bwana, mjengea msikiti. Basi usijenge uzirambe. Kunjepea Mungu nkupi? Kunjepea Mungu nkupi? Ama mathalan wene ukachange kwa jina la Mungu kwa nyumba ya Mungu, na vachu wakalainika wakakupa kwa kuwa umencha ya Mungu, kisha ukanjepea Mungu. Kwa kunjepea ulelo kupa umenjepea Mungu yule, faqad waqa'a ajruhu ila Allah, ule malipo yake ujira wake ushaenda kwa Mungu maadamu ashakitoa. Wachanga kwa jina la Mungu kisha ukanjepea Mungu. Kunjepea Mungu kama ukaja ukaifungua hii feni ukaituku, basi si uifungue, imetoka kwenye nyumba ya Mungu iende kwenye nyumba ya Mungu. Si ziko nyumba za Mungu ambazo zahitajia mafeni au vipi hapo? Lakini pia lisi ikatoka kwa nyumba ya Mungu ukampeleka bibi wako wa pili utange. Hivi ndivyo namna ya kujepea Mungu. Tumeelewana vizuri sana? Nasallallahu salama, na Mungu atupe thabati ya hizi ndimi na atupe sifa za qanaa kama alivyokuwa akikinai Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qanaa ikiondoka ndiyo hatari ya maisha. Ukikosa kitu kinachoitwa kutosheka, ushapururuka, kwa sababu hutajali, utakuwa kukodoa mato tu katika kupacha. Ndio hatari iliyoko. Kwa hivyo msishtuke mkiambia vachu ma international waizi, kwa sababu mjepea Mungu. Hela Mungu jepeka, lakini na Mungu pia akakuata jepa mpaka ukinai. Lakini si utakuja ukija wa umli lahum inna kaidi matin, takunyaka. Siku utakaokushika shekhe, utaivikana na ulimwengu mzima, majini kwa binadamu, kwa mahshar, kwamba kuwa huu alikuwa mwizi wa misikiti. Tayib, zote haya yamechopoka kwenye aya ya 9 katika suratul Duha. Tayib, asema wa khussa yatimu. Qurtubi asema yatima amehusishwa liannahu la nasira lahu ghayrullah, hana mwenye kunusuru asiyekuwa Mungu. Faghalladha fi amrihi, akalifanya zito jambo lake, jambo la yatima akalifanya zito. Bitaghlidhi al-uqubati ala dhalimihi, kwa kuifanya nzito macheso kwa mwenye kudhulumu. Tayib, wadallati al-aya, hii aya imejulisha. Aya gani
hii Mungu kumwambia Mtume fa amma liyatima fala taqhar, yajulisha nini? Ala lutfi bil yatim, kumfanyia upole yatima, wa birrihi, na kumfanyia wema, wal ihsani ilayhi, na kumfanyia ihsani. Ataka afanywe ihsani, wala hayana maana ndugu zangu katika imani, hakuna maana kumfanyia wema kumwata yatima afanye atakavyo bila kumkemea. Uswahili huo pia uko hapo. Vipi hapo? Uswahili huo uko vipi? Sitari mwana wa yatima, uharibu kwenye malezi. Mpaka sasa mwana yatima akawa amekuwa na kitwa, amekuwa na mdomo na ulimi, hatia kufiliwa na ishe. Kufiliwa na babako ni jambo kubwa sana, na umewekewa hukuku hasa zisimamie wenzako, lakini mwenye kukusimamia hana haki ya kukuharibia malezi. Lazima umlee vizuri, tarbia saliha, maneno mazuri, dini, sio kumwata atakavyofanya, hutukana watu, hutukua hiki, hutupa hiki, huvunda hiki. Akisimama mtoto mkubwa ataka kunchia adabu, simponde kikwechu, simponde yatima, huharibu pia sisi kwa hapo. Yatima basi haguswi. Yatima kikosa nidhamu, unanchandika maximum, chandika vizuri sana, usirudie tena hili, wala huandikiwi dhambi zozote. Kwa nini? Kwa sababu anchengeza. Hukuambiwa hatia mtu babake amekufa tena apande vachu kooni na achie vachu dijaza pua, hatia yatima. Hapana, utakula makofi ya kimataifa mpaka uingie katika dira za kisawasawa. Hakuna masala ya kulegezana. Dini yetu ni dini ya nidhamu, ya kufundisha watu nidhamu, si dini legevu ya kufundisha watu ovyo ovyo. Kwa hivyo yatima pia anapepetwa kwa lengo la kumweka katika ramani ya kisawasawa. Tayib, waruya an Abi Huraira anna rajulan shaka ila nabii sallallahu alaihi wasallam, imepokewa kwa Abi Huraira kwamba mwanamume mmoja alikuja kushtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi, ugumu wa moyo wake. Moyo wake ngumu, mshupavu kweli kweli. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, in aradta an yalina famsah ra'sa al-yatim wa at'im al-miskin, ukitaka ulainike basi kipapase kichwa cha yatima na umlishe maskini. Nini? Kumuonea huruma, na huruma haziji kwenye ushupavu wa moyo. Moyo wa mtu hauwezi ukawa una kaswa, ugumu, uzito, upindranifu ati kisha useme utatoka imani na huruma hapo, na mtu moyo wake ni papana. Ukiambiwa Mtume Muhammad alikuwa bil mu'minina raufur rahim, ulikuwa moyo wake laini safi, hakutoki ulainifu kwenye uzito na ugumu wa moyo, ndipo akampa dawa hii. Tayib, wa fi sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, madha qala, amesema nini? Wa ana, na mimi, wa kafilul yatimi, na mlezi wa yatima, lahu, awe wake, wali ghairihi, na kwa mwingine, kahataini, tutakuwa hivi na ni hivi peponi. Wa ashara bisababati wal wusta, na akashiria kwa kidole cha shahada na wusta. Tayib, mimi na mlezi wa yatima tutakuwa hivi peponi. Mtu tasikia Mtume amesema hivyo, asitake pepo kuwa na Mtume Muhammad bila shaka, lakini itake pepo kwa kuwa na Mtume Muhammad kwa malezi ambao ni ya kisawa sawa, ili uwe kihakikana Mtume Muhammad. Isiwe nataka pepo na Mtume Muhammad kupitia kwa hawa, lakini kwako ukawa una maaribu ukhra. Maaribu ukhra ni malengo mengine.
na wengi hususa kwa ulimwengu tulionao, wengi huenda kwa malengo yawe ya manufaa ama hawe hayana manufaa. Na kwingi malengo ya wengi kwenye wakati tulionao, malengo ya mtu kwa maslahi ya nafsi yake. Billahi alaikum, malengo ya mtu kwa maslahi ya nafsi yake. Siku hizi mwanadamu huwa na hadhari hata kualikwa mkutano pahala, ukawa mpaka upige rakateni kwanza unshauri Mungu, nende nsende nini. Waitwa kwenye mkutano, walopanga mkutano mambo mengine, na walokuita wamekuitia kinamna ngine. Ikizidi wewe utatoka na sifa, mashallah mkutano ulikuwa mzuri nini, kwa sababu ikifika sana nitakwambia break kidogo, tutokeni tupate kikombe cha chai pale. Basi utajisaidia mwenyewe, upite kwenye mlolongo wa vitu hapo, che kababu hapo, che sambusa hapo, che nene ndoka cheche unwe. Ikifika saa 6 sasa ni wakati wa lunch, tutaenda kuswali hapa hapa, kisha tutakula, kisha tutakuja sasa kila mmoja atoe maoni yake kwa hili tulilokuwa nalo. Uende ukapige mpunga. Haya, watu wa Kiembeni wakae upande huu, watu wa huko Walikoni wakae upande huu. Haya, we hapa mpaka Kiembeni nauli yako 200 wala dhalina mil chembelecho vyenye kunena, kumbe hamna lolote. Ni kiwango tu amekipiga dafarau mwenyewe atakakula, ili aonyeshe kwamba nimefanya ni hivi. Basi kila mtu amempa 200 yake na chai ya saa 4 na wali wakisawasawa. Tena wale wenye kujepa huwa wakipicha wakisavu wenyewe, shehe sema haja daru kafi ala risli, niko kwa khidma yako tu, kukuondoa ndiani. Kumbe ukuambia ila zikutoke kooni, mutoke mwende zenu, tuketi tupige hesabu zilizobakia. Muyambo ndio wanaume wa kisasa. Mtu tafanya kupe picture, wewe uone hii picture ni picha ya dini, kumbe hakuna picha ya dini. Huku ndani pana mambo fiche, ye mwenyewe ndio aliyojua katika mpango wa wizi huo. Ndivyo wanavyofanywa mayatima vile vile. Tohib, hii nagonga kila upande. Kwa hivyo ana wakafilu yatim lahu wa lighairihi kahatin, wa ashara bisababati wal wusta. Wa min hadithi ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadha alhadith lam yasih. Hii hadithi haikuswi, hata Albani ameigonga sana. Ile nasema fa innal yatima idha baka, yatima akilia, ihtazza libukaihi arshur rahman, hutetemeka kwa kilio chake arshi ya Mungu. Hii ni hadithi dhaifu, lakini sasa huangaziwa sana. Mbona nimeisalsil? Ili nimwambie ilivyo hii hadithi, uweza kwenda ukaisikia pahala popote. La yatima liko la kufanywa wema, liko la kuhurumiwa, iko sharia tumewekewa ya kuichunga kuhusu yatima, lakini la na lile ambalo silo lililosihi kutoka kwa Mtume, hatuna haki sisi ya kulifanya ndilo, kwa sababu ya kuleta vitisho kwa kuwa huni yatima. Asema fa innal yatima idha baka ihtazza libukaihi arshur rahman, arshi ya Rahmani huwa ikitetemeka. Fayaqulu Allahu ta'ala limalaikati, Mungu aseme kumwambia malaika yake. Hii hadithi ilivyo, ya malaikati, enyi malaika wangu, man dha alladhi abka hadha alyatim alladhi ghuyiba abahu fi turab, nani huyo alomliza yatima huyo ambao babake yani amewekwa kwenye udongo, kwenye mtanga. Fataqulu almalaika, malaika waseme rabbana anta alamu, mola wetu mlezi wewe ni mjuzi zaidi. Fayaqulu Allahu ta'ala limalaikati, Mungu aseme kuambia malaika wake, ya malaikati, enyi malaika wangu, ishhadu, shuhudieni, anna man askatahu wa ardhahu, kwamba mwenye kunyamazisha na kumridhisha, an urdhiyahu yauma alqiyama, na mimi nimridhishe siku ya Kiyama. Bas fakana Ibn Umar idha raa yatiman
Ibn Umar akawa akimwona yatima, masaha birasihi, angalau akimpapasa kichwa chake, wa atahu shay'an, na akampa chochote. Hili kwa upande mwingine linenaswa, lakini hadithi hii Albani ameidhoofisha na jumla katika wanavyoni. Tayeb, Anas asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man dhamma yatiman fakana fi nafaqatihi, mwenye kuambatana na yatima akawa kwenye chakula chake. Kwa maana yatima wewe umeshika, uko kwenye chakula chako, kula chakula chako. Wakafahu maunatahu, na akamtosheleza na matumizi yake. Kana lahu hijaban minan nar, huwa kwake mpazia na moto. Kisha hata wewe kuntosheleza yatima kwa chakula unachokipika, hata usipike chakula unachokipika kwa pesa zake. Yeye yatima, pengine mwenyewe babake amemwachia pesa, ambapo wewe huna kazi, mkutukua tu zile pesa ukampikia kiasi cha siku bila ya kufanya kitu kinachoitwa israfu. Maana kitu ambacho si chako, hata kwenye kukila, ukila kwa namna ambavyo sivyo unavyokula ambacho ni chako. Wasemaje hapo? Bila shaka yote mimi yapata hayo. Kuna watu walijiharamishia chai, billahi alaika, na wako hai mpaka leo, wakasema hii chai mbona ni haramu kunywa. Jamani, mwachupeka mbali nyinyi kwa hizi fatwa zenu hivi. Mpaka chai hizi ambazo watu wamezoea, tukikosa huumwana kitwa. Leo uje watilie jiwe la kwamba ni haramu kunywa chai? Hapana, sinwe uwepweke. Lakini angalia hiko, yani kusudio nitakalokueleza. Huu hanwi chai, na nyumbani ametoa oda chai sipikwe, sema majani yale sijui yana hivi yana hivi yana hivi, utendi chungu mzima, sijui hatimaye nitakokuwa na hiki, utakosa akili, maneno chungu mzima. Sasa utakuna vipi? Sasa mimi kila usubuhi badala ya kunywa chai takuwa hulankache kwa juisi. Kuna zijuisi za karatasi zifukofuko zisijui huchwaji, wana vechu ununua chapo kenini na mbovu kweli kweli. Sasa naye hunchu nzima chini chai yake, asubuhi huagiza zikaratasi zivili kavu, basi akadhishia, mbona ufanya hivyo? Sitaki kunywa chai, sio kadhurika. Akamwambia hakuna wasiwasi. Tukapambana siku moja pahala kwenye idi fulani, tukapambana akavahuziusa vikombe, hata ni hatari. Chia kikombe cha kwanza kikivusa, chia cha pili, kikivusa cha ambe idi huwa si haramu chai, si kwa idi huwa si haramu. Mbona kutapika vikaratasi vako kana vale vakiaji tumbaku? Akhe tumbaku enda hapo, enda na kina iloni chake cha tumbaku, au si? Nawe ungeditembea wenda hapo na vikaratasi zako zile za juisi. Tusendeni hiyo. Na kama dini Mungu alituwekea kwa mipango hii, hakungeishika. Lakini kitu ambacho si chako bure, rafiki yangu, unavokula sio mchezo. Chako ukila hula kwa economy kweli kweli, kwa mpango kweli kweli. Na haya pimeni nyinyi wenyewe, yapimeni nyinyi wenyewe. Tawapa mfano tu, ikija sufuria ya daku kama leo, siku za 10 la mwisho huja sana masufuria ya kula daku, lakini hatujabahatika hapa. Hajuisi kwa nini hatubahatiki? Penda mbeza mbachwa kunyang'anyia ndio zisije. Lakini angalia, lau itakuja shaba ya daku, utakavokula ndio daku unaokula kwenu, sio daku unaokula kwako chembelecho. Ukiambia mbona umekula kushikiza, unajua kila sana saumu ndio kushika sana.
hapa tapakia mpaka ukenda kutawadhi ngubika miovu taka kuzitoa. Nini manake? Maana hii bure. Tayeb, sasa basi Anas akaisema hii hadithi ya kuwa mwenye kumshika yatima akawa kwenye chakula chake, basi humtosheleza yeye ikawa ni pazia na kuingia mto. Tayeb, Aktham ibn Saifi asema katika makala yake, siku zote kuna watu katika safari ya maisha huhisi udhalilifu, na pengine si vadhalilifu, lakini kuna jambo ikawa hakuna namna mtu akajihisi kwamba kuwa ni mdhalilifu. Ameeleza makala hayo kana mfano kusema hivi, hawa wenye kudhalilika mwanne. Annamamu ni mdhalilifu sana, kudhalilika kweli kweli. Namamu ni mtu wa fitina, fitina wakanchaja wa kwanza ni minal adhilla. Walkadhabu, na kadhabu si kadhibu, kadhabu pia ni mdhalilifu kweli. Maana angalia, jambo likikosa ukweli utakuwa ukirandaranda na kubabaika. Sasa utakuwa ukinena tu maneno sampuli, mara ulilolinena mwanzo silo unalolinena mwisho, mara la mwisho ukalirudisha, mara ukawa huwa rudia yale maneno. Ni kadhabu, huko kudhalilika. Madyunu pia huingia katika udhalilifu. Kwa nini? Wewe mwenyewe hujiona dhalili, hujitokezi waziwazi katika msikiti, mfano katika makao, mabaraza. Nini? Mimi nina madeni, na maadamu nina madeni, kimuona anayenidai, bila shaka wajua deni humfanya mtu adhalilike. Shaka huwa ananidai, subhanallah, akatiwa katika jumla watu hao. Waliyatim, na yatima naye pia hujihisi udhalilifu. Kwa nini? Hujihisi ana sehemu kubwa ya uhuru hanao, ana sehemu kubwa ya kujishaua hanako tena. Maana huwezi kuwa na uhuru kamili kwa ami yako zaidi kuliko kuwa na uhuru kwa babako. Mwana kwa babake aweza kumwambia lolote, mpaka pengine akakeuka mipaka katika kusema. Mara baba kwambia una adabu, akaanza hapa umezidi bwana, fanya heshima yako. Lakini mbona amefika hivyo aswa, hapa niko uhuru kwa babangu. Sasa huweza kukwambia lolote, lakini huwezi kupata uhuru huo kwa mtu mwingine. Sasa yatima ni yatima, hudhalilika jibili kwa ile alivyokuwa na sasa alivyo. Angalia, pana kisa ambacho nimesahau siku katika kitabu gani, lakini nimewahi kuiona sehemu. Kinasema siku ya sikukuu watoto huwa na furaha kweli kweli. Basi kapita mmoja katika wema waliotuchangulia katika sehemu za sherehe. Basi vana wakawa huteza, mmoja uko kando yualia. Basi akamkurubia taratibu, mbona? Basi akaunena maneno ya kusikitisha, likafahamika ya kwamba huu hulia ile picha kamili ya babake imemjilia. Na ni kweli kwenye munasabati hizi hukujilia picha ya mzazi wako. Mfano kama wewe barabara hujaoa, mara mamako akaenda mbele za haki. Baada ya kwenda mbele za haki, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wewe sasa ukawataka kuoa. Wallahi hukujilia ile picha kama jeneza kutoka sasa, na ukaangusha kilio cha ajabu. Nini?
imekujilia picha leo harusi yangu hii, kama kuna kitu hiitwa kuteza, mamangu angeliumia kwa kunitezea, na kama kuna mpango wa kuifanisha hii harusi, mamangu angekuwa ndiye wa kwanza. Ikakujilia picha hivi, ikawa huna raha we mwana, ni katika munasaba wa harusi. Na katika Idi ni hivyo hivyo. Katika Idi mtoto aweza kuja picha ya babake akalia na akaliza watu nini, ana mazoea kila Idi na akili yake huwa ameshika babake mkono au babake ameshika mkono, wakakaa pamoja, wakaswali pamoja, wakatembea kwenye vijumba pamoja. Mara akaenda Bilima, picha inamjilia kwa kuwaona wenzake wameshikwa na baba zao na wanacheza nini, ikawa hana raha ile. Sasa niambie, mtoto wa kisampuli hiyo huwa ataka kubembelezwa kisampuli gani? Badala ya kupata kubembeleza, kuna na vivi wa kuwapuria mali yao. Ndio tabu iliyo. Tayeb, al-adhillau arba'a, an-nammam wal-kadhab wal-madyun wal-yatim. Katika tafsiru al-Maraghi ya Ahmad Mustafa al-Maraghi asema, la taqhari al-yatima wa la tastadhilluhu. Mafhumu? La taqhari al-yatima, usimpuuze wala usimdhulumu yatima. Wala tastadhilluhu, wala usimdhili, usimfanyie madhila. Na yeye mwenyewe ni mdosi, babake amemwachia pesa za kweli. Sasa ndaa zako zisipenye kwenye kujitajirisha kwa mali ya mtoto yatima. Bali irfa nafsahu bil adab, inue nafsi yake kwa adabu, mkuze akuwe. Wahadhibhu bimakarimil akhlaq, mchengeze kwa tabia njema. Huu ni mwana yatima atakachengezwe kwa tabia njema, ili naye awahurumie mayatima wenzake, kwa sababu hili jambo liko tu katika dunia. Maadamu kumekuwa suna kifo huvatanganya wanaume na wanawake, huvatanganya mamama na kina baba. Jambo haliondoki ila nihayatil qaum au ila nihayatil dunia. Kwa hivyo, ili ukimchengeza huu mtoto yatima kwa kumfundisha nidhamu, ndio tayari atatukua funzo na yeye kuwa na nidhamu katika mujtama. Tayeb, liyakuna udwan nafi'an. Sikia Ahmad Mustafa al-Maraghi anasemaje? Liyakuna udwan nafi'an, ili kiwe kiungo chenye manufaa. Huu yatima kupewa majukumu, watu wawalee, watoke viungo vyenye manufaa fi jamaatika, tena katika jamaa yako, awe ana manufaa kwa watu wako. Maana jamani, japokuwa kuna wengi hawakumbuki ihsani, kuna na wengi hukumbuka ihsani. Huu yatima ukawa wamlea kwa mali yake ya halali ya wirathi alioachiwa na babake, wallahi atakumbuka ile ihsani, japokuwa ilikuwa zikitumika pesa zangu, lakini zikinitumikia mimi, na hawa zikivafaa, lakini huyu baba alitumia nguvu zake, yeye na mke wake na watoto hawa wote wakanifanya mimi ndugu. Pia wako watakumbuka hiyo ihsani. Wakikumbuka ihsani na umewachengeza kwa mali yao kidini, wakikunduka kwa ukundufu wa baba yao kwa mali walioachiwa, watakukundua na wewe kwa ile ihsani ya kutumia nguvu zako kumtumikia. Haifutiki ihsani kwa mwenye kukumbuka ihsani, hufutika ihsani kwa mwizi wa fadhila na mwizi wa kusahau ihsani. Sawa? Kwa hivyo, wahadhabahu bimakarimil akhlaq liyakuna udwan nafi'an fi jamaatika, ili kiwe kiungo chenye manufaa. Hii society inataka viungo vyenye manufaa, na viungo vyenye manufaa lazima vipache msingi, na msingi uanze akiwa ni mwana, ukimpa zile makarimul akhlaq. La jurthumata fasadin, si ugonjwa wa ufisadi. Iwe mvana wakinyuka, sasa itakuwa ni ufisadi tu. Yataadda adhaha ila kulli man yukhalituha min ummatika, uwe wapeperuka maudhi yake
yapeperuka kwa kumwambukiza kila mwenye kutangamana naye katika umma. Sahibu tafsiri al-Marawi yasema, wa man dhaqa mirara tadhiqi fi nafsihi, mwenye kuonda utungu wa dhiki kwa nafsi yake. Si hapa aliambiwa Mtume, ama yatima usimpuuze, usimdhulumu, kwa kuwa yeye Mtume alikuwa nani? Yatima. Sasa angalia hii tafsiri inavyosema, yoyote mwenye kuonja utungu wa dhiki kwa nafsi yake, fama ajdaruhu an yastashiraha fi ghairi, itakuwa mkwingi kulioje yeye ahisi kwa mwingine. Yeye ikiwa ameuhisi ule utungu wa jambo, itakuwa mkwingi kuihisi huu utungu kwa mwingine, kwa sababu yaliyomfika yule fulani ndiyo alonifika mimi. Kwa kukumbuka huko, huruma zitakujilia, uhurumie kama ulivyohurumiwa. Masala ya mayatima ili somo kubwa sana, sikuivurumiza tu mtu. Alaysa kadhalika, ikawa badala ya kutuma ujira ukawa watuma moto, ikawa badala ya kutuma sifa ukawa watuma lawama. Ni hatari, shatuwe careful kweli kweli. Waqad kana sallallahu alayhi wasallam yatima, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yatima. Fabaada Allahu anhu dhulla al-yatimi, Mungu akamwekea mbali udhila wa yatima, kwa sababu awahu, alimpokea na akampa makazi, akamuondoshea ule udhila wa yatima. Famin aula minhu, itakuwa ni aula zaidi kutoka kwa Mtume, bi an yukrima kulla yatimin, amkirimu kila yatima. Limadha? Shukran lillahi ala ni'matihi, kwa kumshukuru Mungu juu ya neema zake. Neema hii pia mimi niliipata, kwa hivyo ni aula ninkirimu kila yatima kama jinsi nilivyokirimiwa. Ibn Kathir katika Umdatu Tafsir asema, kama kunta yatiman ile fa amma yatima fala taqhar. Mwenye Umdatu Tafsir na ni Ibn Kathir wasema, kama kunta yatiman fa awaka Allah, kama jinsi ulivyokuwa yatima Mungu akakupa makazi. Fala taqhari liyatim, basi na wewe usimdhili na kundhulumu yatima. Maana undhulumu vipi yatima na umchese vipi yatima na wewe ulikuwa yatima? Na ikiwa wewe ulikuwa yatima, hukudhiliwa, hukuteswa, ulipewa makazi, vipi sasa umchese yatima, umdhili yatima? Haya ni mafunzo apewa Mtume kwa asiyekuwa Mtume, mimbabi aula. Intabi, kama kunta yatiman fa awaka Allah fala taqhari al-yatima, la tudhilluhu, simdhili yatima, watanharuhu, na kumpuuza, watahinuhu, na kumtweza, kumnyongesha, kumfanya mnyonge katika nyumba mpaka katika njaa, mpaka katika mujtama. Walakin ahsin ilayhi, lakini mfanyie ihsani. Watalattaf bihi, mtaratibikie, mfanyie utaratibu yatima, mfanyie utaratibu. Ibn Jarir at-Tabari asema, la tu'midhuhu wala tahtaqiruhu wa tastasghiruhu wa lam tarahu shay'an, kwa maana usimdhili na kundharau, usimtweze na kumfanya nyonge, na ukava humuona si chochote. Wa lam tarahu shay'an, usimuone chochote hatia yatima. Tumesikia kwa masikio yetu nyumba fulani zinaolewa mayatima, mtu akampiga akawamchesa yatima mpaka yatima akapiga kelele kumwicha babake. Hebu niambie, na usishtuke wewe na ni kipigo cha dhuluma, na pengine umwambie mwiche wa babako ayakusaidie. Wallahi billahi tallahi, sineni kwa kuamua kuchunga Ramadhani hii na tuko kwenye saumu na Mungu atuhifadhi. Wallahi, mwiche babako.
Au mtu mamake amekufa maskini, nenda kwa mamake. Stupid. Nenda kwa mamake, atakwenda ahera. Lakini nini? Kiburi kimentawala na shibe ya kilichoachwa na wazee wa Kontangani. Sasa kiburi chako na shibe yako kumwambia mwana nenda kwa babako, mwichi akusaidie, nenda kwa mamako, yapitika katika mujtamai wetu. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema kumwambia Mtume, araaita alladhi yukadhibu biddin. Hii tulitafsiri kwa mapana sana, lakini imekuja ni muungano za shikana mkono kwa kutafsiriana, kwa sababu huyu alotajwa kwa kuambiwa fa'abbal yatima fala taqhar ndiye aliyetajwa katika hii suratul Maun. Tena kwenye suratul Maun uslubi ukaja kinamna hii, araaita alladhi yukadhibu biddin. Ambiwa Mtume, je, umemuona au unamjua yule anayekadhibisha malipo, anayekadhibisha kiyama, ambayo ni kwa jina la ad-din, na ad-din kwa maana ya malipo. Umemuona, umemjua anayekadhibisha malipo? Ukadhibisha malipo, ukadhibisha siku ya kiyama, kwa sababu siku ya kiyama inaitwa yaumuddin, siku ya malipo. Ad-din huja kwa maana ya mila, kana Uislamu dini, na dini huja kwa maana ya malipo. Maliki yaumiddin ni mfalme wa siku ya malipo, na Qur'ani inasema yauma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Siku hiyo ya kiyama ambayo siku ya malipo, yuwaffihimullahu, Mungu atawalipa venye kustahiki kulipwa, dinahumul haq, malipo yako ya kweli. Wayalamuna, na wenye kulipwa wajue, anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu huwa alhaqul mubin, yeye Mungu ni haki na yeye Mungu ni haki iliyo wazi. Sasa Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, tushaitafsiri hii aya, araaita alladhi yukadhibu biddin, ye wamjua huyu anayekanusha malipo? Basi kama wataka kunjua, fadhalika alladhi yad'u liyatim, huyo ni yule anayemsukuma yatima, anayempuza yatima. Kama wataka kunjua mwenye kupinga malipo, ni huyo anayempuza yatima, anayemsukuma yatima. Basi si hilo tu, wala yahudhu ala ta'amil miskin, wala hahimizi kamwe kulisha maskini. Maskini katika mkondo wa watu kusaidiwa, yeye humsukuma na kumdharau na kumpuza na kumdhulumu yatima, wala hahimizi kulisha maskini, wala yahudhu ala ta'amil. Kwa hivyo alladhi yukadhibu biddin, Mungu akamtaja wazi, araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim, tena wala yahudhu ala ta'amil miskin. Kisha ikenda kwa usulubu mwingine, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamnauna al-ma'un. Kumbe mwenye kumpuuza yatima pia ametiwa kwenye mkondo wa kupinga malipo. Tayib, yadfa'uhu bi'unfin wa shiddatin, kwa maana hujakansunua kwa chuki na kwa shida, wala hamuhurumii, hana huruma kabisa. Limadha? Liqasawati qalbihi, kwa ushupavu na ugumu wa moyo wake. Lakini ni ushupavu na ugumu wa moyo kwa huu mwana tu maskini, lakini kwa wanawe laini kabisa. Waliannahu la yarju thawaban, mwenye kuva nshupavu kwa mtoto yatima, kundhulumu na kichapo na kumnyima haki zake, huyo hana matarajio ya thawabu. Wala yarju thawaban, hatarajii thawabu kwa Mungu. Wala yakhsha iqaba, wala haogopi mateso ya Mungu. Fahadha alladhi yukadhibu biddin, huu ndiye anayepinga malipo. Anarudi kwa yatima. Tayyib, thumma inna Allaha, kisha hakika Mwenyezi Mungu,
akada nahya, kikwetu sisi valimu vechu Mungu awarehemu na waliokuwa hai, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Asema ikija kwenye akada walikosema, kisha Mwenyezi Mungu kakokoteza sana. Hata katika vitabu vya kifikihi walikuwa kitutafsiria sana hiyo. Akada ni kutilia mkazo, jambo kulikokoteza, na kitutafsiria hiyo, na sisi tukazishika hizo tafsiri. Mungu ametia mkazo katazo la nini? An akli mali liyatim dhulman, kwa kula mali ya mayatima kwa dhuluma, amelitilia mkazo sana kwa kulikataza. Fakala jalla min qail, Mungu akasema, wala taqrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan, musiyakurubie mali ya mayatima isipokuwa kwa njia ambayo ni nzuri sana. Tena angalia, Mungu akasema illa billati hiya ahsan. Ahsanu ni kizuri sana, kana kusema waman ahsanu qawlan mimman daa ila, nani nzuri sana wa maneno kuishinda mwenye kunena kwa ulinganizi, kulingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hapa asema wala taqrabu mala liyatim, musiyakurubie mali ya mayatima, illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa zile ndia ambazo ni nzuri sana. Si nzuri tu, tena nzuri sana. Hizo nzuri sana zimetoweka kwa wengi, isipokuwa kwa walorehemewa na Mola wake. Isra 34. Waqala, kisha kasema, wala taakulu amwalahum ila amwalikum, musile mali yao kwenye mali yenu, musiyatanganye mkawahuponda yao na yenu. Innahu kana huban kabira, hakika yote hayo ni jukumu kubwa sana. Hata Sheikh Abdullah Al-Farisi rahimahullah sema hakika hayo ni jukumu kubwa sana. Yani kupura tu mali, kula tu mali ya mayatima, jukumu kubwa sana lililobebwa na wengi kwa Mungu kwa dhuluma zinazofanywa kupitia kwa watoto yatima. Hii ni aya ya 9 katika suratul Duha, kwenye neno la Mwenyezi Mungu, fa amma yatima fala taqhar, ama yatima basi usimwonee, usindhulumu. Bado nini sasa? Bado aya ya 10 kesho inshallah. Wa amma saila fala tanhar, tutauangalia huu muhadhara as-sailu ni nani, kisha tuhitimishe sura wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Atujalie Mwenyezi Mungu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa aya ya 9 kwenye kikao chetu cha leo, ikiwa una swala unaweza kuuliza. Naam. 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 Wawili ni wadogo. Naam. Itakuwa si makosa, lakini pia mwenye kuisimamia hii nyumba shati awe makini sana, awe analichunga hili. Tukiacha iwe inazalisha ili wapate kusomeshewa, fabiha, si mbaya. Au lao mathalan, usije kukatokea sasa ikawa ni renti zapokewa, lakini ikawa pia hupigishwa kona. Hayo yote yako katika dunia hii, basi ataichiwe thamani, kila mmoja apate fungu lake. Hawa kwa utoto wao mwenye kudhamini ataachiwa kile kiwango, kiendelee na kuwasimamia mpaka watakapokuwa na akili za kuweza kumiliki mambo yao, basi kilichobaki waachiwe wenyewe. Ahamu shay, maslahi yarudi kwao. Kila ambalo lina maslahi ndilo ambalo linatangulizwa. Naam. Yes.
taasisi ambazo zasaidia mayatima, hata taasisi pia uweko na wasimamizi ambao wao wanawasimamia kuyatekeleza yale majukumu. Tumefahamiana sana. Lakini tunasema chochote, kukaweko taasisi, kukaweko jambo lolote litakalo, ahamu shei kwenye hili ni kitu kinachoitwa uchamungu kwa hilo alilosimamia. Basi ukiwa na uchamungu, hata kama katika boma umefunga ni banda tu, uchamungu ukiweko, utasimama itakiwavo na watatoka wachamungu kwa uwezo wa Mungu wakujengea ghorofa kwa sababu ya uchamungu wako kwa kuwahurumia. Hili ni haki ya neno la Mungu, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lakini mtihani mkubwa rafiki yangu, mtihani mkubwa uko kwenye uchamungu katika ubebaji wa majukumu. Hapo tu kukipatikana uchamungu utakiwao kwenye lolote, jukumu lolote aliojipa mtu, sio mambo yatafana katika dunia na mambo yatachengea na vijikosa havita hata kutokea. Hii ni desturi. Lakini kitu kinachoitwa Mungu kimekuwa hamna shekhe afanyaye hufanya kwa maslahi yake. Udhahiri huwa kubaranganyisha na kubambanya bambanya, lakini halitoki jambo kwenye maslaha shakhsia au maslaha nafsi. Ugonjwa na mwananchi uko hapo tu. Lakini taasisi zilizoko ikawa yafanywa mambo yatakiwao, kungepungua namba nyingi sana hata mafukara, namba nyingi sana hata maskini, ikiwa kila jambo hufanywa kwa lengo lake litakiwalo. Mfano zaka, hasa moja katika malengo ni huyu mwenye kupawa zaka basi asipewe tena zaka. Liko lengo hilo? Siku zote wachupewa zaka tu, na siku zote wapawa zaka ni hao hao tu. Nini maana? Ni kwa kuwa hazijatolewa zaka kwa nchinjo takiwa wa kuondosha hawa wastahiki wa kupewa au kuwapunguza. Ukampa mtu mzigo wa kisawasawa kwa lengo la kuwa baada ya miaka fulani na wewe utatoa badala ya mimi kukupa au kuja kuniomba. Lakini sasa, ndugu zanguni katika imani, mtihani pande zote, mtihani kwa wenye kutoa, na akitoka mmoja nataka mimi nishike huu mwana mmoja ama wana wawili, kila mmoja nimpige 500,000 nusu milioni nini upe, akipewa tazifuja, kesho tataka tena zaka. Sasa hufa moyo hapo. Hata venye kutaka kujaribu kufanya hunenapotelea mbali, afadhali 100,000 niweke 500 wala dhalina mimi. Mtu akitoka anyake fijili pale, anyake bajia, anyake nini, kesho huna chochote. Lakini kinena tampiga nzigo kisawasawa, hafanyi. Na kweli hayo shekhe, sote tumekuwa wazee sasa, sote tumekuwa wazazi shekhe. Mtu hutoka, mtu akamwambia badala siku zote ombaomba, hebu niambie wewe una interest ya kufanya kazi gani wewe? Ambie mimi nunulia pikipiki tu. Basi inshallah nitakununulia huo na taraza. Enda kanunulie. Anunulie siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu humuoni na pikipiki. Mvipi? Hakwambii hukutia huku akitoka, kumbe naenda Iranya ndaiuza upande mwingine. Hufisha moyo hapo. Na orodha ya hao, sifikiri nanena kwa kubahatisha. Mtu aweza kusema takufungulia biashara hivi. Vangapi mvazazi tena kwa vana wao, watanzazi kusaidia mtoto tu katika mujtama. Mwanangu hasa useme hata basi ya badala kurandaranda, hili duka mimi nitakufungulia, tara zake jua faida duka, manake faida zake ni hizo hizo. Lakini jamani, Waswahili Waislamu
hilo hilo duka lenye faida ya shilingi na sumuni ndilo ambalo limewafanya wenye maduka badala ya kuwa na duka moja hivi sasa wana maduka matatu, manne, matano, na faida ni hiyo hiyo. Lakini useme faida gani ya duka? Paka lini? Paka lini? Ndio tabu ya Uswahili, hatujui dhitwa kwa sababu hiyo. Na ukimfungulia duka siku ya pili itakuwa leupe, maana itakuwa zirembo za kisampuli sampuli, imekuwa havavoni duka la kununua vitu isipokuwa hapo. Na wakija pana taleta iye ni rembo, taleta nini mbelaji ilete yeye. Sasa ive yeye kwa mfuko wa unga, yeye kwa soda. Ni hivyo ndivyo namna wanavyotuumiza wengi katika watoto wetu wa Kiislamu. Hata chua neneni ya ukweli, kesho kutwa twenda makaburini, lakini mtoto aweza kawa si wa Kiislamu, akaja akafunguliwa duka akawa analiezi. Twayaona hayo kwenye mchana kwenye majirani, watu si Waislamu shekhe, lakini mtoto akawa ameyatukua yale mali ya babake shekhe, hivi hata kitano nini, na mzee wake akasafiri, pengine akaenda zake bara kwa mambo mengine, akakaa miezi miwili, miezi mitatu. Akija hapa hakukuchecheka chochote. Mtu mwana hata peremende haiweki kwenye mdomo wake. Huona hii peremende hapa tropical hii ya shilingi 5 itakuwa nimempunguzia baba hisabu, na sisi tutengeza maisha. Akija baba, mambo amefana duka la pili, mambo amefana duka la tatu. Mbeke mwehu wa Kiislamu, mfungulie duka uangalie zile keki ambazo biashara mtu tu pengine kwambia uza hapo na wewe na commission yako, takuwa kila wewe humpimia mtu sukari na huku huusa moya moya, huyakia moya moya. Jamani, twenda wrong kweli kweli, twenda sivyo kweli kweli. Sasa matatizo haya yatatutatukia lini? Matatizo haya yatatatuka tuithaminipo dini yetu, na ikiwa kweli tuna masikitiko na wazazi wetu. Wazazi hujikika, wataka kututia katika dira, lakini tunao huruma nao, hatuna huruma zao. Hata maduka funguliwe na ahlul kitab makufar, na tutakwenda kununua vitu hapo hapo, na tukitaka kukopa tutakwenda kukopa hapo hapo, na tutaamiliana nao kiuzuri, ili tukitaka sukari ya kukopa tupache, na mtu hakuulizi. Mwisho wa mwezi enda kumpelekea kweli wallahi, nyinyi baadhi ya Waislamu ni kweli ahadi zenu nzuri kabisa, na akaona hunawiri kwa kuwa wewe kuunda ahadi. Lakini nenda, sisemi wote wako Waislamu pia wazuri katika hizo za biashara, lakini twaharibu. Na kama kwa kunena huku nimeharibu, nambieni umeharibu, ili mpate kuchengeza. Tuchengezeni mambo, miji inawiri, hali zikunduke, makazi yaweko. Kazi ukiingoja kazi mpaka jua litatoka huku, hutoiona hiyo kazi. Lakini ukitaka kazi, hakuna pahala palipokosekana kazi, kila pahala pana kazi. Kazi ni kazi, ni kushughulika kwa lolote ambalo litakupa cha halali. Basi ndipo ukaona watu huzunguka na mishipi, huzunguka na mabeseni. Wana akili hawa, tafunga kwa hapa, tucheni dua lipi. Angalia tofauti ya hawa na sisi. Nasema hata sina wasiwasi wote, na Mungu shahidi kwa nasema tofauti yetu na hawa ni hii. Hawa wako wana akili kweli kweli ya kujijenga kibiashara. Sisi hatuna akili ya kujijenga kibiashara. Sisi tunataka kazi ya dafarau ya raha ya kuketi mezani. Basi tumekufa hapo. Angalia, mtoto wa Kiislamu atataka mlango wa duka, itapicha mwaka kwanza utefutwa tu. Ule mwaka masiku hakingi kitu, ukitidhe kwa baba na mama tu, ponda mahamura, uponda mikachabu fulo, hasara tu kwenda mwaka. Mlango wa duka hujapachikana. Mlango wa duka ukipachikana, taketi na miezi 6 hutefuta namna ile mlango taujaza vipi, na tayari ashaingia kwa system ya kufanya nini, akulipa.
na kulipa mpaka iwe yatoa, pana mapato yapatikana. Miezi 6 sasa hutefutwa cha kujaza duka mpaka hapa chapo. Sasa kingiacho anaorodha madeni ya duka, mali bado hajaingia kwenye duka. Tabu yetu sisi iko hapo, potelea mbali na kuambiwanwe. Lakini angalia hawa chumba cha makafiri, angalia walio wanaume wao ni vipi? Mimi hapa kingoja masala license mpesa, nami hutefuta kazi mpache hizo pesa. Taka biashara yangu mpaka mlango wa duka hatuna nyumba mpaka tukodisha, ili hutefuta pesa. Sasa la kufanya nini? Mimi takuva duka, mimi sitolewi license, mimi mwenyewe takuva duka. Ndio utamuona mtu atokeza ofisi ya Kano pale wishika hii barabara, tafikiri njini sehemu tu amato kuvuna barabara ye nzima, mabeseni, mkanda, nini, manguo, nini, ye nzima. Mashallah, akitoka alfajiri mpaka saa 2 za usiku ashafunga 2,000 3,000 kwa siku. Hana kitu kitasema kurenew license wala kitu chochote. Wenso ili ungoja license, ungoja na kufungua maduka, yuva hukutoa likukupambaukia. Mtu akimka barabara, hebu niangalie nami blue, niangalie nami green, niangalie nami white, niangalie nami nini, tabu chungu mzima. Wanaume kwa mwezi 3,000, 4,000, 5,000. Mara yeye si duka tena, ametukua mlango, mara si mlango mmoja, milango miwili, mara asikizana na Faisal pale, niuzie mimi hii nyumba. Akauziwa nyumba, ishakuwa ni nyumba yake sasa, kwa shilingi 5 na shilingi 10. Uweketi ungoje kutia kalamu kwenye mdomo mbosi Moyambo. Tubadilisheni hali zitabadilika. Kana hatubadilishi hali hazibadiliki. Tutaketi tupige kelele tu, wadudu wamekuja kutukua ardhi zetu, kila pahala upichapo ndipo. Kila pahala upichapo ndipo inamuko. Hata hii nyumba ikivalikaliwe anaikuwa kukasi yini, kisha nyumba hukali umeifunga tu, kisha atakuja kukana majini. Siku utakokingia sana, mwezi nzima usongwa na kuchandikwa kwelikweli, hivi marukia tu siku zote. Kinachoatwa kuchwawa, Baba Juni usema hivyo, kilichoatwa kuchwawa, kikishachwawa huwa ngumu kukirudisha. Mwasemaje hapo? Avadheva linena, umekiata hichi kitu, tapacha mwanamume akitukue, utake ukirudishe, subutu guarantee irudisheni Mpeketoni. Taifa maudari iregesheni Mpeketoni. Mpeketoni si yenu, siko pwani, nyo si pwani, Mpeketoni mbara. Iregesheni Mtwapa, iregesheni magorofani. Yaja basi hivi sasa itakuja Ntopanga, Bakarani, kishtuka ote mbara. Je, tuwalaumu? Hakuna kuwalaumu. Nini? Chuitupi, tumeimbiria kikwechu, umeimbiria tukazitupa zikachwa wanawatitakaza. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka Sheikh Rijal fi mudakhala. Naam. Naam. Swala hilo nani tansaidia? Barakallahu fik Sheikh Rijal. Asema mtoto alifiliwa na mamake, si ndio? Hutwaye kikwetu anaitwaje? Kwa maana mtoto alokufa mamake, huyo hutwaje? Naam. Bwana asema anaitwa al-Ajiyu. Al-Ajiyu.
Ajiu hawa wasikilizaji walitukua somo, wasema mtoto aliofiliwa na mamake ulama umemwita al-ajiu. Mtoto aliofiliwa na mama na baba akaitwaje? Al-latim. Na mtoto aliofiliwa na baba akaitwa al-yatim. Barakallahu fik. Hata ukimwicha yatima, kuitwa yatima tu kiudhahiri ilikuwa hana nzee, lakini mustalah iliwekwa yatima ni kukosa baba, na kwa wanyama ni kukosa hakadha. Shekhana, barakallahu fik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rab. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban waj'alna minash shakirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.